Huko na fikra hizo. Na nasema hivi, mimi siwezi kunyamaza. Siwezi kunyamaza mpaka mtoto wako Temba atambue mimi kama ni baba yake. Mimi ndo baba yake. Atambue hilo. Na kesho nampigia simu. Endapo asipokea simu yangu, mwanao Temba hatobaki salama. Kabisa nakwambia. Hatobaki salama. Nitamchafua kila sehemu. Wewe mzee una roho mbaya wewe. Umfanyie hivyo kwa nini? Mimi na roho mbaya. Ndio. Sawa, mimi na roho mbaya sawa. Una roho nzuri. Baba. Hivi ni wewe ndio unaongea maneno makali namna hiyo? Keti sio wewe mwanangu. Yaani wewe. Nini? Ndio maana mimi kila siku nakwambia chunga sana huo mdomo wako. Kwa sababu utafanya mpaka une akuchukie. Matokeo yako utasema mimi nimempandikiza sumu huyu. Una taibu. Keti. Keti. Yes, Dad. Kaa chini hapa. Kwa hiyo unakuja kwa babako na mti mdomoni, si ndio? Unajua, kwenye maisha mwanangu, kuna vitu vingi sana unaweza kukutana navyo. Na kuna vitu vingine vinavumilika, lakini vingine huwezi kuvumilia. Vinakusababisha mpaka useme maneno mengi tena mengine ya ajabu. Lakini mkae mkijua, mimi ni binadamu, sio malaika. Kwa maana hiyo sio mkamilifu. Mimi kitu ambacho hujanifurahisha na sijakipenda kiukweli ni kumwongelea vile kaka Temba. Temba ni mtoto wako, eh? Alafu mimi sijui nyinyi watu wawili kwa nini hamuelewani, lakini haukupasa kumwongelea vile. Naomba unisamehe mwanangu. Lakini mimi mzazi. Na kama mzazi, ukimwona mtoto wako anakosea, anakwenda kinyume, hakupendi na kudharau, lazima utashindwa kuvumilia, utaongea kama nilivyoongea mimi. Mwanangu Keti, binadamu wewe unakuwa, baadaye na utakuwa na watoto. Na sijui nikueleze hili jambo au sijui nisiongee, sijui kama itakuwa sawa. Sema tu nakusikiliza. Sawa, wacha nikwambie kitu. Unajua katika maisha unaweza ukakutana na mambo mengi kweli kweli. Unaweza kukutana na mambo mengine ya mwenzako unamchukia, mengine hakupendi, anakudharau, anataka kukuona, lakini sasa kwa sababu tayari kuna watoto, basi itabidi uendelee kuishi na hivyo hivyo tu. Kwa sababu ili kufanya gani? Furaha ya watoto iendelee. Sasa hapo usithubutu hata siku moja kufanya kosa. Ukifanya kosa lolote lile, zigo lote la lawama utalibeba wewe. Basi baba, mimi nimekuelewa. Nitajaribu kuongea na kaka Temba kwa tuone itakuwaje. Lakini kabla sijaongea naye, naomba uniahidi kitu kimoja. Kitu gani? Kwanza kabisa naomba umsamehe mama kama alikukosea. Alafu kingine, hebu jaribu kumsamehe kaka Temba. Kwa sababu wewe ukishindwa kumsamehe, hata yeye pia hawezi kukusamehe. Nimekuelewa. Estazia, hii ni ngumu sana kwangu. Sijui hata nianzeje ili unielewe. Mpenzi, wanasema kuna maisha ya aina mbili. Maisha tunayoishi na maisha baada ya kifo. Mimi napenda sana ya maisha tunayoishi. Na kinachonifanya nipende ya maisha ni wewe. Ungejua namna unavyonikwaza, usingethubutu kusimama mbele yangu sasa hivi. Bado unaendelea kunidhalilisha Tony. Umemwambia TJ mimi ni mgumba
Kweli? Estazia, kwa nini unataka kuvunja mapenzi ambayo tumeyatengeneza mimi na wewe pamoja? Hebu rudi kidogo nyuma, miaka 2 iliyopita. Tulikuwa tunaishi vizuri tu. Mpenzi, naomba tuyape tena mapenzi yetu nafasi ya mwisho. Stop it. Stop it, Tony. Sitaki kusikia wa ujinga. Sitaki kusikia kitu chochote kutoka kwako wewe. Estazia, maneno yako yale ya kuachana yananichoma sana. Yaani huwezi kuamini aisee. Amekuja kwenye klabu yangu. Ndio mimi nilikuwa nimekaa na Dogo, you know, tumemsign Dogo juzi. Yes. Ananitishia, yani he's like, oh, sijui sumu ulioipika mwenyewe utakunywa, sio na. Mimi nikamwambia, bro, listen, mimi nafanya biashara halali. Siibi cha mtu, I'm not doing anything wrong. Kanifata, yani club kwangu kaja kabisa yani. Mimi unajua nilikuwa nafikiria mambo yanatokea nje tu, bro. Yani sikuwahi kuamini kwamba Bongo inatokea vitu kama hivi. Uhai wa mtu. Na si kwamba nimemchukua msanii wake. Because mimi mtu akija kwangu anataka kufanya kazi na mimi namuuliza una mkataba na mtu mwingine yoyote au sehemu nyingine? Na tulimuuliza Dogo kama tunavyouliza wengine. Akasema hapana. This case like I say kwa kweli mimi sasa hivi biashara naiweka namba 2 nyuma ya biashara ya dawa za kulevya. I can tell you kweli kabisa. Tunatishana maisha. Na sio kwamba nafanya biashara haramu. I'm doing business, man. Hey. Amna no. Yeah. Popo. Peace. Aye. It's over, Tony. Siwezi kuwa na wewe. Wewe ndo umevunja hii ndoa. Wanasema maji yakishamwagika hayawezi kuzoleka. Mimi nataka kuwa wa kwanza kuyazoa. Nataka kuwa wa kwanza kutengeneza moyo uliovunjika. Nimeshaamua nilivyoamua, Tony. Hakuna utakachoniambia kitabadilisha mawazo yangu. Nataka talaka yangu. Karibu nyumbani. Asante. Jisikie kwa nyumbani. Asante. Nakuja sasa hivi, kuna kitu nataka nichukue mara moja. Tatiana, right? Umenijua ni jina langu. Mary, umeamka? Yes, bro. Sikutaka kusumbua. Naona unakuja na Tatiana. Ni mrembo, mzuri, yani kama malaika. Kutana na dangu Mary. Your little sister? Nashukuru kukufahamu. Mito, Tatiana. Mary, sina haja kutambulisha. Umejiongeza mwenyewe. Kaka anakuongelea sana. Ndio maana ilikuwa rahisi mimi kugundua. Uko tofauti sana Tatiana. Oh. Kaka, umejua kuchagua. Thank you. Haya, mimi naenda kulala. Usiku mwema. Na kwako pia. Matumaini yangu nikiamka nitakukota. Maybe. Naomba nikukote. I'm not so sure. Usiku mwema, nikukote bwana. Good night. Okay.
Yes, Temba ndio aliyetuma mapolisi waje wamkamate Sean. Yaani hapa nilipo nimechoka. Mpaka sasa hivi sijalala mwanangu. Namjua Temba ni mtu wa visasi sana. Ukimwangalia utazani ni mtu mnyenyekevu sana, lakini hayuko hivyo aswa ukimkwaza. Wewe ni mtu wa karibu sana na Temba. Tafadhali naomba uzungumze naye. Please. Kwa sasa itakuwa vigumu sana sababu amekuwa na mambo mengi sana. Hata kuongea naye kwenye simu tu itakuwa tabu. Judith. Unaongelea Sean mdogo wako. Yuko mahabusu. Anang'atwa na mambu huko sasa hivi. Tafadhali naomba msaidie aweze kutoka. Okay. Sawa. Ngoja nimtafute. Asante sana. Kuna mandhari nzuri sana hapa ya. Wakati nanunua kiwanja hiki nilizingatia sana hilo. Uliniambia unaogopa. Kwa nini unaogopa? I don't like fighting for men. Ulisha kupigana kwa ajili ya mwanaume? No. Sijai kufanya huo ujinga. That's not me. Kwa hiyo haujawahi kupenda? Kwenye maisha tunahitaji vitu vingi sana. Kuna ambavyo ni muhimu na kuna ambavyo sio muhimu. Kuna ambavyo vinaweza kupelekea kwenye mali ukafanikiwa kwenye maisha, na kuna ambavyo vinaweza vikakupoteza kabisa. Unaweza ukakutana na mtu akakufanya ukafanikiwa sana kimaisha, na vile vile unaweza ukakutana na mtu akakufanya ukafeli completely kwenye maisha. So what do you want to say? Ulishakutana na mtu akayaharibu maisha yako? Sasa najua kwa nini umekuwa mgumu kwangu. Sikiliza Tatiana, hata mimi sina bahati kama wewe, ndio maana hadi leo niko single. Acha kuitesa nafsi yako na kuinyima raha na amani. Njoo kwangu Tatiana, kamwe hautojutia. Nitakupenda kwa moyo wangu wote siku zote za maisha yangu. Tatiana, wewe ni maalum kwa ajili yangu.